Katika ulimwengu wa soka yapo majina mengi sana makubwa ambayo hayawezi kufutika, hasa kutokana na makubwa ambao wameyafanya katika mpira wa miguu duniani. Wengine ni makocha ambao walitengeneza historia zao kupitia taaluma waliokuwa nayo kwa kutengeneza wachezaji wazuri, lakini pia akaanza kutengeneza timu ambayo ilikuja kuleta ushindani mkubwa kabisa, lakini pia kama haitoshi wamefanikiwa kuchukua makombe mengi. Wapo wachezaji ambao vipaji vyao vimekuwa vikionekana na kupata mashabiki. Watu hawa hawawezi kabisa kusahaulika kirahisi katika historia ya mchezo wa mpira wa miguu toka umeweza kuanza mpaka umepata wafuasi wengi zaidi duniani. Lakini ipo tasnia ya habari ambayo ni tasnia muhimu sana katika kupata taarifa za wachezaji, lakini pia vilabu na mambo mengine yote ya kimichezo. Sasa katika sekta hiyo yupo mmoja kati ya waandishi wa habari ambao anaaminiwa zaidi pale ambapo anapotoa taarifa zake kwa watu, na pengine hii imetokana na uwezo wake mzuri wa kutoa taarifa ambazo ni sahihi na hakuwahi kukosea. Lakini pia katika historia yake ni mtu ambaye amekuwa na mahusiano mazuri sana na klabu nyingi, kitu ambacho kinampelekea yeye kuwa rahisi sana kupata taarifa ambazo ni muhimu kwa watu ambao wanapenda kufuatilia soka. Anaitwa Fabrizio Romano, ni mwandishi wa habari za michezo maarufu duniani. Anajulikana kwa taarifa zake za usahihi kuhusu usajili wa wachezaji wa soka, na alizaliwa Februari 21 mwaka 1993 huko Naples, Italia, na alianza taaluma yake akiwa na umri wa miaka 18 baada ya kupata taarifa muhimu kuhusu uhamisho wa Mauro Icardi. Akiwa na miaka 19 alijiunga na The Sky Sport Italy, ambapo alianza kujenga mtandao mkubwa wa mawasiliano na vilabu, mawakala pamoja na makocha. Juhudi zake zilimfanya kuwa chanzo cha habari za kuaminika zaidi katika ulimwengu wa soka. Fabrizio anajulikana kwa kauli yake maarufu ya "Here we go", ambayo inathibitisha usajili rasmi wa mchezaji kupitia mitandao ya kijamii kama Twitter ama kwa sasa X, lakini pia Instagram pamoja na YouTube. Amekuwa akiwapa mashabiki wa soka taarifa za haraka na sahihi. Mwaka 2022 alitajwa katika orodha ya Forbes 30 under 30, akathibitisha ushawishi wake mkubwa katika sekta ya habari za michezo. Leo Fabrizio Romano anaendelea kuwa mwandishi wa habari za soka anayeaminika zaidi duniani, akiheshimika kwa uadilifu wake pamoja na weledi wake katika kuripoti habari za usajili wa wachezaji. Huenda huyu akawa ndiye mwandishi wa habari ambaye wanaume wanaopenda soka wanamwamini kuliko wanawake zao. Of course, hii ni moja kati ya kauli za utani ambazo nimewahi kuzisikia katika video mbalimbali ambavyo vilikuwa vinajadili mpira wa miguu. Asante kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Godwise. Hapa ni Didis TV.